Bila shaka nadhani kila mmoja wetu anaona, si ndio? Kilichopo juu ya meza hapa, na ni mdahalo ambao ulikuwa umewekwa kwenye grupu kwa muda mrefu kidogo, kuanzia mwaka jana mwezi wa 10. Tulikuwa wadau mbalimbali tunakutana hapa na pale physically, tunapendekeza bwana, kwani tusipate meza kuu ambayo kabisa tunafikisha mawazo tofauti tofauti kutoka nadharia au sehemu tofauti tofauti na wadau tofauti tofauti. Basi nadhani leo saa 7 mchana tumeanza rasmi na tutakuwa tunaendelea hapa nyumbani. Ni jukwaa pia hili lipo kwa ajili ya kila mmoja wetu, kwa ajili ya kuweza kuwasilisha mawazo tofauti tofauti. Tungeweza kutumia lugha nyingine, lakini tutumie lugha ya nyumbani pia. Kuna muda tutatumia nyumbani, kuna muda tutatumia ya kigeni pia, kwa sababu hata ya kigeni nayo pia ni sehemu moja wapo kwenye maisha ya ulimwengu wa sasa. Kwa hiyo tunaheshimu ya kigeni, tunaheshimu na nyumbani, kwa sababu nyumbani inarahisisha zaidi, kwa sababu ndio ile tutangulia. Hata kwenye fikra zetu tukitumia, basi mawazo yanafikia au taarifa zinafika kwa upesi zaidi. Sasa leo tupo kwa ajili ya swala kuu moja kwa wasau hapa. Tupo kwa ajili ya kuweza kutathmini upya nadharia nzima ya design, kwa sababu design ni kitu kikubwa na ni kipana kweli kweli. Design ni kitu kikubwa na kipana kweli kweli, na ni vyema tuweze kukielewa ili tuweze kuweza kuboresha, kwa sababu ili tuweze kuboresha lazima tutambue kwa namna moja au nyingine kwamba ni nini tunachopaswa kuboresha, ni nini tunachopaswa push forward. Kwa lugha zetu wanasema hivyo. Kwa wenzangu na mimi wavidumu na maji nachelewa, nadhani kwa kwa nasaba niliyotanguliza hapo mwanzoni imeweza kueleweka. Sasa kwa namna moja ama nyingine, tunasema kwamba nadharia nzima ya tasnia hii ya kwetu ya design kama design, kwa sababu design ni pana. Walio wengi hapa unaweza kukuta tumeanzia kwenye visual design, hususan kwenye nadharia nzima ya graphics design, si ndio? Ila kutoka kwenye graphics design tumeweza kwenda mpaka kwenye UI UX. Kwenye UI UX wengine wameenda mpaka na product development kabisa. Hizo ni digital product development au product management kabisa practices, kuweza kuevolve product every single day, push forward, ambapo ni kitu kizuri. Lakini hizo zote ni different aspect ambazo zinapatikana kwenye design, lakini design hiyo ni pana zaidi. Tusiangalie tu design ni pana, na hapa ndipo tunapoelewa kwa nini tunasema design ni pana, kwa sababu current state ya design ipo fragmented. Tukisema hivyo tunamaanisha kwamba design kwa namna moja au nyingine imeweza kuwa vipande, na kwa hali hii ya kuwa vipande, jamani, karibuni Eric Philbert, karibu Humphrey, karibu. Design kwa kuwa vipande imepelekea kidogo pungufu wa usanifu katika nadharia nzima ya ubora, kwa sababu design hiyo imekuwa vipande kwa sababu wahusika wake wamekuwa hawajaweza kuungana kwa namna moja au nyingine, au kutambua kwamba kuna umuhimu wa kuweza kuungana. Sasa tutafahamu vizuri hapo mbeleni, taratibu. Kwa hiyo kilichotokea ni nini? What happened jamani? What happened ni nini? Sasa tukiangalia hapa kwenye meza tulioko nayo hapa mbeleni kwenye macho yetu, tunaona pana walimu, pana art curators, pana green liberalists,
pana ambao ni activist au by the way, pana web developers, designer, pana product manager, pana business developer, nadharia nzima ya business development, city plan, animator, wote hao ni designer jamani. Wote hawa ni designer. Na kutaka kuamini hapa nilipo mimi nimeweza kuwa ni mfano hayo kwamba nguo niliovaa ni kuna fashionist kidogo tunamuita. EPC ninayotumia hapa kwa namna moja au nyingine, hii wamedevelop ma industrialist wameweza ku build HP iliyoko mezani hapa. Wamebuild Figma nayotumia kwenye presentation, nini product manager sio ndo hao. My economist wameweza kuinfluence kwa sababu hali yangu ya uchumi ndio imepelekea kabisa hata mimi mwenyewe pia kutumia freemium version ya call ambayo ndio hii Google Meet. Lasi hivyo tungeenda kule Zoom tungepata. Kwa kuna a lot of integration baina hizi industries zilizopo hapa, ambapo zote kwa namna moja nyingine licha ya kwamba zimeachana, ila zina umuhimu kwa namna moja nyingine kuwa pamoja au kutambua umuhimu wa msanii pale juu. Na ni wengi hapa tujaweza kuandika wote. Tungeandika wote tungejaza makaratasi na makaratasi. Lakini kwa nini tunasema kwamba mwalimu naye ni designer, au kwa nini tunasema kwamba researcher naye ni designer? Ni kwa sababu kuu moja. Kile kitendo tu cha kuweza kuthink about solution, the moment we think about solution which is going to be useful in a certain scenario, that is the perfect place for a designer to be a representative. Umeona, designer aweze kutuwakilisha kwenye hiyo engo. Yaani hiyo ni sehemu sahihi kabisa na sehemu hai kabisa. Kwa kile kitendo tu cha kuona kuna tatizo, basi tunahitaji tupate ufumbuzi wa kwenda kufumbua ufumbuzi, basi huo kwa namna moja au nyingine huyo ni designer. Designer sio kile kitendo tu cha kudesign carousel za Instagram post, wale ndugu zangu kule Kariakoo. Na lakini sio kwamba ni kitu kibaya, ni kitu kizuri. Carousel experiences ni nzuri kweli kweli, na ndio zimesababisha hata wengine tunaweza kutengeneza hicho ambacho kipo hapa kupitia pre-training tuliyopitia huku na kule. Kwa hiyo designer sio tu limited kwenye certain faculty au field moja, hapana. Engineer yule naye ni designer. Kwa sababu gani? Engineer yule mimi ndo nategemea ahusike kwenda kufanya architecture pale, au sio? Kwenda kuimake ile architecture iliyokuwa kwenye plani kuwa kwenye reality. Umeona? Na kile kitendo cha ile plan kwenda kuwa kwenye reality na ile plan kuwa plan pale, kile kitendo cha kuplani tu ile plan na kugundua hii plan ni plan nzuri na ni plan sahihi, basi hapo kuna design principles zimetumika. Kuna design ethics, engineering design, kufanya masuala haya ya digital product, pia kuthink solution ambazo na kuziweka kwenye digital world ni design. Ni sio kwamba ni nini, ni uongo, ni ukweli, ni design kabisa. Ma researcher, ma designer, kwa sababu wana think about new ways za kuweza ku make a realization about certain facts ambazo zile zikiletwa mezani na zikachakatuliwa, basi zinakuwa ni meaningful kwa ajili ya kwenda kufanya maamuzi sahihi kabisa, kwamba jamani tulipoenda kwa tumegundua hiki na hiki na hiki na hiki. Lakini kuna hata kitu hichi kimoja hapa tutakiona kwamba hata consumer aliyoko hapa tunamuona consumer naye ni designer, kwa sababu consumer asipopata meaningful design, by the way, consumer ana tabia moja kubwa, anaenda kutengeneza solution ambayo ni ya kwake, ambayo inamfaa. Mfano mzuri ni pale unapoona kwamba ikitokeaga state ya urgency kwenye any situation, kuna adaptability ambayo consumer au client wanaitengeneza kama mbadala. Let's say tuilete mezani kesi moja ambayo ni very good one.
ni kwamba kipindi Bolt inaingia hii nchi, Bolt ilikuwa inashindwa kupata good means ya kuwa reach out bodaboda. Demand ya watu kuhitaji usafiri ipo, ila hawa bodaboda kwa sababu ni double market, huku bodaboda huku abiria na nili katikati kama platform, si ndio? Wakaona sasa hawa bodaboda, ilikuwa ni 2000 na ngapi kule, siko sure sana kwa sababu ni case study ambayo nilipata mwaka jana. Sasa hapa ngoja tu summarize in short. By the way, wakaja kukuta tatizo wa bodaboda sio kwamba hawako tayari kutumia platform yetu. Baada lakini kukaa chini na bodaboda vizuri, wakagundua bodaboda wameshaanza wengine hata kukopa simu. Kukopa simu kunapelekea bodaboda wamefikia tu hata wanakopa simu, si ndio? Kwa hiyo wakaona sasa hapa inabidi tuelewe na jambo moja. Hawa bodaboda ili tuweze kuwakamata vizuri, ni vyema bodaboda ambao waligewa kazi ya kwenda kuwashawishi bodaboda, walifanya uamuzi bila kuwashirikisha Bolt wenyewe. Bodaboda wale ilibidi waende waanze kuwakopesha bodaboda wenzao, kuwafungulia account na kwa kuambia tu kwamba tunawakopesha simu. Kwa hiyo waligewa account wakawa wengi, kiasi kwamba mpaka wiki iliyofuata walikwenda wote kwa mkupuo, wakasema hapana, nyinyi mtusajili mkisema mnatoa na mkopo. Bolt wenyewe walishangaa, wakajiuliza sisi tunatoa mkopo wa simu wapi? Ila wakaja wakakaa chini wakauliza, leo sema hii kitu nyie tulio hapa wakwenda kuwasajili madereva wengine, lakini tumeidhinisha hichi kitu. Wakasema hapana, ila ukweli ni hawa sio kwamba hawako tayari bodaboda hana simu. Umeona? Kwa hiyo tulipogundua kwamba tatizo sio simu, kwa sababu tukiwakopesha hata simu wako tayari kusajili vizuri, tuangalie tutawakopeshaje, sio wenyewe tuwajue. Sisi tumeona bora tuseme hivyo tuwasajili, kwa sababu sisi tukisajili si tunatuangamisha. Kwa hiyo wale walitafuta namna tu ya kuprovide ile means, na wale bodaboda kule waliona hapana, hii ni fursa, na wao wakaona ile ndo right way. Lakini ilikuwa ni risk kwa upande wa Bolt, lakini ilikuwa ni accidental risk ambayo ilikuwa ni meaningful, iliyokaa kwa sababu consumer yeye ndo ali build a way ya kumake solution provider kurealize kwamba hii ndio right way ya kutap kile ambacho wao wanakithink of. Umeona? Towards them. Umeona? Kwa hiyo ndo pale Bolt wakaelewa kwamba kuna okay, ngoja tu take this part to allow external company ziweze kuingia act kama provide mikopo ya simu. Itakavyowapa wale, basi sisi tutasajili. Ndio maana ziko mpaka leo, ni kwa ajili ya small businesses wanaokopesha hizi simu pase kuweza have a right na easy way ku accommodate infrastructure ambayo ni capital, ambayo ni right na good for them to start. Kwa hiyo ni one of the good use case kwamba consumer muda mwingine asipoweza kuwa knowledge kwamba naye pia ni design means ambazo yeye mwenyewe pia anaona ni sahihi na nzuri kwake. Kwa hiyo huo ni umuhimu wa kurealize kwamba every one of us ni designer, na kuna umuhimu wa kuweza kufahamu na kutambua. Umeona? Sasa kama Watanzania kama tulioko wote hapa, ndugu zangu, ni muda na wasaa kuweza kutambua ya kwamba tupo kwenye kipindi ambacho inabidi tufanye maamuzi ya kutuweka wote kwenye njia ambayo inaweza kutufikisha kule tunakopatizamia, ambapo tutaendelea kupaelewa vizuri huko tunakoelekea, kwa sababu hali tuliyokuwa nayo inahitaji muamko wa mara moja. Sasa kwa sababu kinachoendelea na hali tuliyokuwa nayo mezani ndio kama hii tunayoiona hapa juu ya meza, mpaka hivi sasa 2025 takwimu zinasema kwamba tuko milioni 70. Na katika hiyo milioni 70 ni 1% tu ya watu ambao katika hiyo milioni 70 ndo solution builders. Lakini hawa 1% katika hiyo milioni 70
katika milioni 70 ni 80% ya Watanzania ambao hawako aware kabisa kwamba jamani, hivi design ni hii kweli, kumbe hii nayo ni design, kwamba design ndio ni mchango mkubwa kwenye maisha yetu, ni 80%. Kwa hiyo designer hajaweza kuwa appreciated, kuweza kuwa acknowledged na kuweza kuwa channeled kwenye proper ways, kwa sababu awareness gap ipo, na ni opportunity, ni fursa pia kwa kila mmoja wetu aliyokuwa kutambua hichi kitu ambacho tunakiweka juu ya meza. Na kama pengine pana mapendekezo, unaweza mkanyosha mkono pia, tunasikiliza, lakini tutaenda hapo vizuri kwenye mdalo hapa na pale. Ngoja tuifikishe meli kidogo pale feri. Sasa hapa ndipo tulipo, lakini ni tunapaswa tutambue kwamba inabidi tufahamu vizuri umuhimu na mchango wa kuweza kutatua matatizo tuliyokuwa nayo, licha ya kwamba haya matatizo tuliyokuwa nayo yapo kwenye sekta zipi. Kwa sababu unaweza ukafikishiwa leo hii application ambayo inahitaji iwe ni economic solution provider, lakini kama tuwezi kuelewa kwamba hata wa economists tunapia ni designer, basi ile impact ambayo tunahisi tunaibuild au experience ambayo tunaitailor pale kwenye ile application haiwezi kawa meaningful. Umeona, kama sisi wenyewe hatujatambua na tujaweza kuthamini, licha kwamba tu kuthaminiana, lakini kuthamini kwamba kila mmoja wetu basi ana mchango kwenye malengo ya umoja au katika malengo ambayo tunaafikiana kuyafikia. Sasa ufumbuzi ni nini? Ufumbuzi ndio maana jukwaa hili likawepo, sehemu hii ikawepo kwa ajili ya kuweza kushare sio tu rasilimali, basi hata yale ambayo kila mmoja wetu ameweza kuyapitia. Huu ndio muda na wasaa pekee wa kuweza kuanza kushare, kwa sababu pengine kila ambacho kinanisumbua mimi wiki ya 3 au kinachomsumbua bwana Humphrey, kinachomsumbua bwana Eric, ndicho ambacho bwana Francis ametoka kukitatua mwezi uliopita, lakini tu kwa sababu taarifa hazikuweza kuwa shared kutokana na culture tuliyokuwa nayo, hiyo inapelekea struggling kwenye other parts, while huku solution ilikuwa imekuwa thoughted, au ilivyokuwa thoughted na ikawa abandoned, ingeweza kidogo kuwa improved kupitia participation pengine ya Eric, kwa kuwa aware kwamba bwana Francis pale kuna kitu fulani alikifanya ambacho kilikuwa kimepelea kitu fulani ambacho kile mimi ndo nilikuwa nimekigundua huko. Basi tunaelewa kwamba umuhimu wa pili pia ambao ni ufumbuzi tosha, ambao ni nini? Connecting the expertise ambazo kila mmoja wetu anazo, kupitia collaborative approach, basi tunaweza tukapata mapinduzi chanya, kwa sababu kwenye umoja ndipo kwenye nguvu. Hata wazee wetu walisema, sio walisema kwamba kidole kinini sijui ndo nini, sasa sikumbuki, lakini mwenyewe ndio hivyo. Sasa kitu cha mwisho kabisa ambacho ndo tumeweza kupendekeza, lakini pia tutafungua ile jukwaa hapa, tutashawishiana bwana Francis, Peter, Nicky, Eric, wengineo wote, tutazungumza vizuri tu kuweza kuelewa kwamba tunabidi tufanyaje, licha ya kwamba tutapaswa sasa tuanze kuangalia matatizo na kuweza kuyang'amua. Na hata wewe mwenyewe kama una matatizo pia unaweza kuleta, tukaangalia hapa na pale, kama tunaweza tukakaa chini tukatathmini, tukatengeneza namna pinu mkakati, strategy. Ni jambo la heri kabisa, kwa sababu kusogezana ndipo kufikia malengo, kwa sababu leo na kesho pia linalotokea hapa ndio linaloenda kutokea pale. Kwa hiyo tusipoweza kushikana mkono hatutaweza kuyafikia malengo. Kwa hiyo zote hizi juhudi ni kwa ajili ya kwenda kuleta mapinduzi chanya, hususan kwa kuongeza ufanisi
through improving of the impact ambazo kila mmoja wetu anazo. We believe kwamba kila mmoja wetu ni designer, kama ni writer, kama ni nani, na hata hapa baadaye kama una writer, kama una nani, ni vizuri huo unampa hata hizi link. Kupitia hizo siku zijazo tutaendelea kukumbushana, tutaendelea kufahamishana. Ni vizuri kabisa hizi link ziende, kama ni architecture, kama ni nani. Kama unamwona tu ni mtu ambaye anabidi a think ili ya act kwenye field aliyo, basi huyo ni designer. Na ni lazima tuelewe umuhimu na mchango wake na tuweze kukaa wote meza moja, kwa sababu pana leo na kesho. Lakini licha ya leo tu na kesho, huu sio usia, tunahitajiana na ndio maana tupo hapa. Lakini tutatoa pia mkeka ambao ule mkeka tutazungumza pia kupitia ule mkeka. Ule sio mkeka basi ni sheet, Google nini ile questionnaire tutaitoa kwa ajili ya pull feedback baina ya kila mmoja wetu, tuanze ku realize areas for improvement based on individual level, lakini also tutaziangalia on collective level au unified level, lakini pia tutaangalia kwenye global level, kwa sababu global level inahitaji to realize solution ambazo tunazibuild zinabidi ziwe nini, solution ambazo tunazibuild zinabidi ziwe wanasema up to date, yani kwamba ziwe zina focus sio tu na problem per se, lakini na means ambazo ziko assured kuwa impactful in a current situation au current state ya global ilivyo. Mfano kama mazingira, eco friendly solutions, inabidi tuanze kuwa aware kwamba jamani, sio tunabidi tutengeneze solution, kwa sababu